Sehemu ya tatu, episode ya mwisho. Usiku ule ulikuwa mzito, lakini kabla ya hofu kuanza, kulikuwa na ukweli mmoja uliojificha. Akolo na Ether walikuwa zaidi ya marafiki. Walipendana kwa siri chini ya kivuli cha ule mti wa kale. Ahadi zao zilikuwa nzito kuliko hata mila za kijiji. Waswahili husema hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Lakini walivunja sheria, si kwa chuki bali kwa mapenzi. Ndipo usiku ule ukabadilika. Vicheko na sauti za ajabu zilisikika. Upepo mkali ulivuma na sauti ya mzimu ikasikika. Sheria ilivunjwa, hakuna atakayeepuka adhabu. Ardhi ikapasuka. Mayowe yakatawala kijiji. Na watu wakaanza kupotea mmoja baada ya mwingine. Akolo alikimbia kumshika Ether kwa mara ya mwisho. Lakini kabla hajamfikia Ether alipotea kama kivuli gizani. Asubuhi ilipofika, Dumakuleni ilibaki kimya. Hakukuwa na watu wala sauti, isipokuwa ule mti wa kale. Inasemekana hadi leo, usiku ukifika, kuna kivuli cha mvulana kinasimama pale, akisubiri, na sauti ya msichana ikisikika mbali ikiita Akolo. Na swali linaendelea kuwatesa wengi. Je, mapenzi yao ndiyo yaliamsha laana au yalikuwa sehemu ya siri ambayo kijiji kilikuwa kinaficha? Na huu ndo mwisho wa simulizi ya kusisimua.